Tumeona kama unavyokumbuka ndugu mtangazaji kwamba miaka ya nyuma serikali ndio ilijitahidi sana kusimamia kila kitu. Lakini tulivyofika kwenye miaka ya 80 tukaona kwamba tukabadilisha mwelekeo wetu. Tukaona kwamba serikali ni ndogo kwanza. Na Watanzania wanazidi kuongezeka. Si ndio? Yaani idadi ya watu, population inazidi kukua. Kwa serikali ikaona haitakaa iweze kuwahudumia Watanzania wote. Uwezo ulikuwa inao wakati wa nyuma kuhudumia Watanzania wachache waliokuwa Dar es Salaam. Imeongezeka sana sasa hivi kama unavyojua. Sasa wanafunzi wameongezeka, wagonjwa wameongezeka. Kwa hiyo ikaonekana kabisa kwamba kuna haja sasa ya kuruhusu sekta binafsi iweze kuwa ni mdau mkubwa wa kufanya kazi hizo ambazo serikali inafanya, ikiwemo biashara. Kwa hiyo sekta binafsi sasa hivi ndio mdau namba 1 wa kutekeleza masuala yote ya kibiashara nchini, ili kukidhi kwanza mahitaji ya watu. Lakini ili ifanye hivyo, sekta binafsi yenyewe ndio ina utaalamu wa kuwekeza. Si ndio? Na una utaalamu wa kujua nani anahitaji nini na naweza nikamtengenezea nikamuuzia kwa bei gani. Kwa hiyo utaona sekta binafsi pia ndio yenye uwezo wa kujihusisha na biashara. Si ndio? Lakini bado sekta binafsi ndio ambayo leo hii inaweza kufanya kazi. Hata utakuta serikali kwa ujumla inategemea watumishi ambao ni mtumishi mmoja, si ndio? Kwa hiyo kwa ujumla ni kwamba sekta binafsi ndio ambayo inaweza ikawekeza na ndio ambayo inaweza ikafanya biashara na ndio ambayo inapewa nafasi ya kumiliki rasilimali. Kwa mfano rasilimali kubwa ni ardhi. Ardhi yetu yote katika nchi yetu ya Tanzania sehemu kubwa inamilikiwa au inatumiwa na wadau wa sekta binafsi. Wanailima, wanafanya biashara, wanafanya carpentry, wanafanya ujenzi. Kwa hiyo wale kwa ujumla ndio wenye rasilimali ambazo wanaweza wakazitumia kuzalisha na kuweza kuwezesha kukidhi mahitaji ya nchi. Kwa hiyo kwa ujumla sekta binafsi yetu pia ndio yenye elimu. Wengi wanaokwenda kusoma darasani, wanaoelimika, hao ndio watu ambao pia wana ubunifu na wana teknolojia mbalimbali. Hasa hilo la ubunifu ni muhimu sana kwa sababu wao ndio wenye mawazo mbalimbali kuhakikisha analibadilisha wazo linakuwa bidhaa, halafu analiuza inakuwa fedha. Lakini tofauti kabisa na watu wachache sana ambao wameajiriwa serikalini. Kwa hiyo utaona hata sasa hivi kwenye vision au dira ya 2050 70% ya matarajio ya ukuaji wa uchumi kufikia hiyo $1 trilioni dola za Marekani, $1 trilioni. Tunategemea bilioni 700 ziletwe au zitafutwe au zitengenezwe na sekta binafsi. Kwa hiyo utaona 70% ya mapato yote ya uchumi wa nchi yatatokana na sekta binafsi. Na ina maana gani? 30 tu, kiwango 30% tu ndio itatoka sekta ya umma. Unajua tukiwa vijiweni huko na maeneo mbalimbali tukiwa tunazungumza kuhusiana na masuala mazima ya huduma ama biashara ambazo zinatolewa katika maeneo ambayo tunatoka, huwa watu wanashauri ama tunashauriana sana kwenda kuhudumiwa na mashirika binafsi kuliko ya kiserikali. Huduma kama za afya, kuta mtu mke wake anakaribia kujifungua na anaelekeza kabisa, mimi bwana sio muda wa kujifungua, utaenda katika private sector, katika sekta binafsi ili uweze kuona namna gani unaweza kuhudumiwa. TNBC ili mmelisikia au mnaliona, na je, ni kweli sekta binafsi wao ni wanatoa huduma bora kuzidi mashirika ya umma? Hilo naweza nikasema ni yes and no. Kwa maana kwamba sasa hivi kuna taasisi nyingi sana za serikali ambazo zinashindana na sekta binafsi. Yaani kuna ushindani. Lakini pia kuna ushindani kati ya sekta ya umma na sekta ya umma.
lakini pia kuna ushindani, taasisi moja ya umma na taasisi nyingine zile zinazotoa huduma. Lakini pia kuna ushindani kati ya taasisi ya sekta binafsi, kampuni ya sekta binafsi na kampuni nyingine. Kwa hiyo kwa ujumla ni kwamba mara nyingine unaweza ukaona kwamba huduma inayotolewa kwenye upande wa sekta binafsi ikawa ya haraka na bora zaidi, ni kwa sababu ya ushindani. Kwamba leo ukienda kwenye kampuni A ukapata huduma ambayo hukutegemea, automatically kesho utaenda kampuni B. Sasa watu wa sekta binafsi kwa sababu wanashindania wateja, ndio maana nyakati zingine wanakuwa hivyo. Wanajaribu kuboresha zaidi huduma zao, wanaongeza tija zaidi na wanapunguza pia gharama. Kwa hiyo kitu mara nyingi ambacho kinavutia sana Watanzania wenzangu ni gharama, kwa sababu uchumi wetu bado ni mdogo, uchumi wa mtu mmoja mmoja bado ni mdogo. Kwa hiyo akikuta mahali kuna gharama nafuu, anakimbilia zaidi pale ili asave au ile ziada aitumie kwenye masuala mengine. Kwa hiyo niseme kwamba ni kweli kwamba sekta binafsi inaweza ikawa inatoa huduma nzuri zaidi, lakini bado pia kuna taasisi za serikali ambazo zinatoa huduma nzuri sana. Na leo hii kwa mfano hata ukienda kwenye sekta ya afya, sawa, utaona kuna huduma nzuri sana zinatolewa pia kwenye sekta ya umma. Kwa mfano ukienda Muhimbili pale, kile kitovu cha moyo cha Jakaya Kikwete pale, kinatoa huduma ambazo hata watu wa sekta binafsi wanakimbilia pale, au wagonjwa binafsi wanakimbilia pale kuliko kwenda kwenye taasisi nyingine za sekta binafsi ambazo labda hospitali zingine ambazo nisingependa kuzitaja. Kwa ujumla ni kwamba